Na mpenzi mtazamaji wa PTV, leo niko one man army, mtu mmoja, jeshi la mtu mmoja. Hivyo basi lazima uchanganuzi wa siasa uweze kuendelea. Tunaangazia muungano ambao ulifanyika kati ya Rais William Ruto pamoja na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga. Tukianza tu kwa haraka haraka, Raila alianza muungano lini? Katika serikali ya Moi alianza kufanya muungano. Mara ya pili akafanya muungano mwaka 2007. Pale kulikuwa na Kenya katika ulikuwa na uchafuzi wa tuseme tu kwamba kulikuwa na vita katika taifa la Kenya. Hivyo basi baada ya malumbano hayo, baada ya vita, pia kulikuwa na muungano kwa serikali ya nusu mkate pamoja kati ya Raila Odinga pamoja na ilikuwa rais ambaye alitangulia mbele za Mwenyezi Mungu, Mwai Kibaki. Hivyo basi serikali iliweza kuisha mwaka 2012 ambapo tuliweza kuwa na uongozi mpya chini ya katiba mpya ambayo iliweza kuasisiwa mwaka 2010. Hivyo basi Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wake William Samoei Ruto waliingia pale kwa chama cha TNA, ambapo kwa kipindi cha kwanza akupata Raila kuweza kupata nafasi ya kuingia kwenye serikali kupitia mlango wa nyuma. Hivyo basi alikuwa kwenye upinzani mkali kabisa, lakini mwaka 2017 uchaguzi uliweza kufanyika katika taifa la Kenya. Kisha alikuwa jaji mkuu Maraga akaweza kubadilisha uchaguzi na kusema kwamba uchaguzi kufanyika haki. Kukafanyika uchaguzi ambapo sehemu za Nyanza hazikuweza kushiriki katika uchaguzi huo, lakini kisha baadaye kulingana na IBC kulikuwa na turnout ambao ilijitokeza. Basi turnout ikijitokeza, hata mtu mmoja wanasemanga ni 100% ama 100% ambayo iliweza kufanyika uchaguzi. Basi mwaka 2018 pale tukaweza kupata serikali ya muungano, Raila Odinga kusema handshake kati ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Hivyo basi naibu wa rais William Ruto aliweza kutupwa nje, alianza kampeni zake za mapema. Hivyo basi Raila akaweza kuingia katika serikali hiyo na kusema kwamba kuna fununu na nongona kusema kwamba Raila akiingia katika serikali wa anaisambaratisha. Uhusiano uliweza kuisha mwaka 2022 ambapo ilikuwa imefika hatima ya mwisho ya Rais Uhuru Kenyatta kubanduka uongozini. Kumbuka rais katika taifa la Kenya anaongoza tu kwa miaka 10, awamu 2. Kisha baadaye anasema kinyume na matarajio, Rais William Ruto akiwa pamoja aliyekuwa naibu wa rais wa kwanza Rigathi Gachagua walisema kwamba serikali imehasla na dynasty na watu ambao kutoka katika familia za kizito, familia ambazo zitoka kama dynasty. Kwa hivyo basi wakasema kwamba serikali hii hakuna dynasty ataweza kuingia ndani. Dynasty ataweza kuingia ndani. Kisha baada ya Raila kushindwa katika uchaguzi huo, William Samoei Ruto akachaguliwa kuwa rais wa taifa la Kenya pamoja na Rigathi Gachagua. Kisha baadaye wanasema maji yakazidi unga. Rigathi Gachagua alikuwa amesema ameweka mitego pale kwenye ikulu, akisema kwamba ameweka mitego na amesema kwamba huu ni wakati wa kumaliza ndoto ya kisiasa ya Raila Odinga. Alisema watamweka kwenye wheelbarrow moja kwa moja, ndio wanasema siaka hadi Bondo. Lakini safari hiyo imekuwa kinyume na matarajio, kwa sababu tuseme hivyo, alikuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua aliweza kutumwa Munyoro, naye Raila Odinga ameenda State House ambapo alikuwa ameweka mitego yake. Hivyo basi hapo jana Raila Odinga pamoja na William Samoei Ruto wameweza kufanya ndoa wamesema kuja pamoja, handshake ya Raila Odinga. Kwa basi sijui handshake hii itakuwa mwisho wa Raila wa kisiasa ama itakuwa mwanzo wa Raila wa kisiasa. Mbona nasema hivyo? Alikuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua aliyebadilika katika mamlaka ya uongozi, ameweza kuja na kipupwe kikali mno, kimbunga, ambapo amesema kwamba Mlima Kenya wataweza kuwa na ubunge zaidi ya 150 pamoja na kura zaidi ya 4.5. Hivyo basi tumeona kwamba kuna miungano mbalimbali, Eugene Wamalwa, kuna Martha Karua, kina Kibaso Morara, wote ambao wanasema kwamba wanataka kuunda muungano mmoja ambao utamtuma Rais William Samoei Ruto. Je, hizi hesabu za kura ziko vipi baada ya Rais William Ruto kumchukua Raila Odinga? Hesabu ambazo zilikuwa kwa kura ambazo zilikuwa katika Mlima Kenya, Nyanza itaweza kuziba ufailo? Ni swali ambalo ni kizungumkuti ambalo tutazidi kuliangazia, lakini kwangu
ndoa kati ya Raila Odinga na William Samoei Ruto inaonyesha uwazi kwamba siasa za bwana Raila Odinga zimefika tamu wa tamate. Nisema hivyo basi, wananchi sasa hivi wanalia serikali ambayo iliweza kutoa ahadi mingi, serikali ambayo ilichaguliwa katika misingi ya maasla, serikali ambayo ilichaguliwa katika misingi ya maboga, serikali ambayo ilichaguliwa katika misingi ya boda boda na watu wa chini, watu ambao kipato cha chini, lakini kwamba ni kinyume na matarajio, kinyume na ahadi zake. Mbona nasema hivyo? Kumekuwa na utozo wa ushuru mwingi sana, tukianza pale payslip ya mwananchi wa kawaida imeweza kuongezea malimbikizi, SHA, NHIF, kujenga nyumba ambayo ni kinyume na matarajio wananchi waliompigia Rais William Ruto wakitarajia kwamba maisha yatakuwa sawa. Lakini wacha tumpe muda tuone kwamba muungano huu utaleta mazao ama muungano huu utazidi kuwanyanyasa wananchi wa Kenya. Lakini nikimalizia hata Sifuna vipi? Hapo jana Sifuna akisoma mkataba, hali yake, picha ambayo unaona katika runinga yako ama kwenye simu yako, Sifuna alikuwa na hali tete kabisa, alikuwa munyonge, kunyongonyea, kwa sababu hakuwa na furaha ya kawaida. Si Sifuna ambao tumezoea na kuanga mchangamufu, si Sifuna ambao tumezoea anapenda kurudia, lakini hapo jana alikuwa amenyamaza. So kwa hivyo basi nafika hapo katika makala haya. Nimekuwa one man army, Presenter Vendi ndani ya PTV. Fika pale kwenye YouTube una subscribe katika channel yetu, fika pale kwenye Facebook pia unatafuta kama Presenter Vendi, pale kwenye TikTok Presenter Vendi. Hili ni Jungu la Siasa, nimefika tamu wa tamati. Wanasema barabara ndefu haikosi kona. Bye bye, tupatane katika makala mengine.